Sasa hii siku ya uzinduzi, nisikilizeni vizuri hapa. Tutashukia Mwanza viongozi asubuhi tarehe 4. Kutakuwa na msafara wa gari 200. Ninaposema gari 200 simaanishi gari kama za kina Alwatan. Na maanisha magari ya milioni 150, milioni 200. Wameandaa magari 200 ya huo msafara kuelekea Katoro kwenye uwanja unaoitwa Mnadani. Shughuli itakuwa pale. Kwa hiyo wakati msafara unaanza wa viongozi kutoka Mwanza kushuka kwenye ndege kuelekea Katoro, saa 4 asubuhi kikosi cha Young African Sports Club kitakuwa uwanja wa ndege, na chenyewe kinachukua ndege. Uelekeo ni wapi? Tulia sasa. Tarehe 4 hiyo klabu yetu ya Yanga imealikwa kwenye sherehe za uzinduzi wa uwanja ambao umeitwa jina la Biteko Stadium. Uwanja huu upo wilaya ya Bukombe katika mji wa Ushirombo, Geita. Kuna stadium mpya imejengwa pale, na Mheshimiwa Doto ametualika klabu ya Young Africans kwenda kushiriki kwenye sherehe hizo za kuzindua uwanja. Kwa hiyo saa 4 asubuhi kikosi cha Young African Sports Club kitakuwa uwanja wa ndege, kinaelekea chenyewe wapi? Ushirombo, Geita, kwenye Biteko Stadium kwenda kushiriki kwenye sherehe za kuzindua pale. Kwa sisi ambao tutakuwa tupo Katoro, tutaanza shangwe letu asubuhi, tutasherehekea uzinduzi wetu, tutaenjoy mpaka majira ya saa 7 mchana. Baada ya pale tunafunga sherehe yetu ya Katoro, tunawasha magari. Pale kuna kilomita kama ngapi pale? Kama lisali moja tu kama lisaa hivi. 74 tutawasha gari zetu pale Katoro, tunakuja Ushirombo kuja kuiona timu yetu. Kwa hiyo nilipokuwa nasema safari ya Katoro ni muhimu, wana Yanga ni muhimu kweli. Tujiandaeni, twendeni Katoro. Twendeni Katoro, twendeni kwenye uzinduzi tukaione timu yetu. Na hii siku hiyo Yanga wala haitacheza mechi. Itafaa tu mazoezi. Yaani tutakwenda kuenjoy, tukifanya mazoezi pale. Muone vyuma. Mechi itakuwa hapa tarehe 9 uwanja wa Uhuru. Tarehe 4 ni kupasha tu pale. Kwa mara ya kwanza wakazi wa Ushirombo kule kote walione chama likifanya kidogo mazoezi. Hatujakataza. Kuna timu zipo kanda ya Ziwa, Pamba, Geita, Kagera. Fursa ipo wazi. Kwenye mazoezi yetu wakiona wanaweza kupasha na sisi, milango iko wazi. Mwambie nani anaitwa Moses William. Geita amepanda ligi kuu na Kagera. Yanga tarehe 4 tutakuwa tuko pale Ushirombo, timu yetu inakwenda kufanya mazoezi. Kama katika wao wataona, unaona kwenye ngumi kuna sparring si kuna sparring kidogo? Kama mtu anataka nipashe na nyie, unakaribishwa. Milango ipo wazi. Make atakuwa Peter hajamvua goalkeeper yoyote zaidi ya mazoezini. Wewe utakuja kuwa wa kwanza. Peter Chawile atakuwa hajakutana kipa yoyote isipokuwa kipa wako ambaye utamleta tarehe 4. Kwa hiyo tarehe 4 jamani, ni siku ambayo kanda ya Ziwa inakwenda kufurahia matukio makubwa ya klabu yao ya Yanga.